wizara inatambua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya mifugo ikiwamo utoaji wa huduma za ugani hapa nchini. Changamoto hizo ni pamoja na upungufu wa watumishi, najua mko wachache kwenye maeneo yenu, lakini pia vitendea kazi kama vile usafiri, ofisi na kadhalika, na kukosekana kwa mafunzo rejea ya mara kwa mara. Sasa ndio maana sasa wizara imeanza kuadresi changamoto hizo, na haijaanza tu kwenye mafunzo, imeanzia nyuma kidogo, kama ambavyo tutasikia kwamba katika kutatua changamoto hizo wizara imenunua pikipiki kwa nchi nzima, imenunua pikipiki 2258 kwa nchi nzima. Kwa mwaka 2025 na 26, huu mwaka ambao unaendelea huu, wizara itaendelea kuimarisha utoaji wa huduma za ugani kwa kununua pikipiki 200 ambazo zitasambazwa kwa maafisa ugani nchini, na sasa pia wizara inatoa mafunzo rejea kwa maafisa ugani wa mifugo, lakini pia na uvuvi. Kwa hiyo wote tunashuhudia utekelezaji huo, hatua za wizara. Kwa kuwa miongoni mwenu wapo wataalamu wa ugani ambao wameshapatiwa vifaa pamoja na mafunzo mbalimbali, yakiwemo haya mafunzo ya leo ambayo nimepata nafasi ya kuyafungua. Wizara zinajitahidi kweli kutupatia vitendea kazi. Sasa swali la kujiuliza hapa, tunapopewa haya mafunzo rejea, lakini pia tujiulize vitendea kazi vile vinafanya kazi iliyokusudiwa ya kutoa wewe mahali ulipo na kuwafikia wafugaji wako? Au ndio sasa wewe unamwambia kijana wa bodaboda, bwana wewe nipeleke tu ofisini pale kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, baada hapo wewe ingia mtaani ukasakanye hela, hapo wewe hufiki kwa wafugaji? Hiyo inakuwa sio sasa. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba vifaa vile ambavyo vimenunuliwa na kusambazwa na wizara basi vinafanya kazi iliyokusudiwa. Mafunzo haya ni mwendelezo wa hatua zinazochukuliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwajengea uwezo wataalamu wa mifugo na uvuvi katika kutekeleza majukumu yao ya utoaji wa huduma za ugani kama ilivyoainishwa katika sera, sheria na kanuni za mifugo na uvuvi. Kupitia mafunzo haya, wataalamu watapata nafasi ya kujadiliana kwa kina juu ya changamoto na utatuzi wake. Aidha, mada mbalimbali zitawasilishwa. Nichukue fursa hii kuwapongeza ninyi maafisa ugani kwa kufika kwenu katika mafunzo haya, lakini pia kwa kazi nzuri na kubwa mnayoifanya katika kuwaletea wafugaji wetu huduma bora za ugani. Nafahamu kuwa sekta ya mifugo pamoja na uvuvi ni kati ya sekta ambazo zina umuhimu mkubwa kwa maana ya katika uchumi wa nchi yetu, lakini pia kwa uchumi au kipato cha mwananchi moja na usalama wa chakula na lishe. Lakini pia niwashukuru Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutimiza jukumu lao la msingi la kuhakikisha kwamba wataalamu hao wanakuwa wanakumbushwa kuhusu majukumu yao, lakini pia wanarejeshewa matumaini ya kuwa kwamba serikali yao iko sambamba nao katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Na mwakilishi wa katibu mkuu, tuelekee shukrani zetu kwa katibu mkuu ambaye tunashukuru sana kwa mafunzo haya, lakini pia unaposhukuru lazima uwe na ombi. Tuelekee maombi yafuatayo. Moja, mafunzo haya yasiwe mwisho, yawe mwendelezo. Maana TAMISEMI toka nimemaliza 2005 till to date naweza kupata mafunzo kama haya, isiwe mwisho. Ombi la pili, kuweza kutuongezea fedha katika zoezi letu lile la chanjo.